Okay. Bwana Yesu asifiwe. Taimba wimbo karibisha wahudumu, wimbo namba 212 na 213. Mtazame Mwokozi na niwe nao uzuri wa Mwokozi. Tutaziunganisha zote pamoja. Karibuni. Mtazame Mwokozi, usoni mwake mzuri. Mambo ya dunia hugeuka, uso wake tukiuona. Niwe na uzuri, Tusimame. Wimbo namba 12, msifu Mungu wa neema. Mungu wetu na Baba mwema wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya leo. Jina lako litukuzwe sana. Neema yako inatosha kutuponya magonjwa tuliyokuja nayo. Neema yako inatosha kutusamehe dhambi zetu zote tulizokuja nazo. Neema yako inatosha kutubadilisha kufanana na wewe na kisha kuurithi uzima wa milele. Tumeomba hayo na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amina. Tusikilize fungu kuu. Fungu kuu litatoka katika vitabu viwili tofauti. Fungu kuu la kwanza itatoka katika Hesabu ile sura ya 21 na mstari wa 8 na wa 9. Nalo linasema, Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka wa shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Fungu la 9, Musa akafanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Fungu la pili linatoka
Yohana sura ya 3 mstari wa 14 na wa 15. Tunaweza tukafungua tukasoma kwa pamoja. Yohana sura ya 3 na lile fungu la 14 na 15. Nasema, na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele. Nitarudia. Yohana 3 mstari wa 14. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Fungu la 15, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Mungu abariki neno lake katika jina la Yesu. Amen. Tutasimama wimbo namba 49, Ninaye Rafiki. Tusimama. Kwa heshima na unyenyekevu tupige magoti
Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu unaishi mahali patakatifu juu mbinguni, wewe ni rafiki yetu uliye mwema na unayetupenda. Uko tayari kutulinda na kututakasa dhambi zetu, na ndio maana umehifadhi uhai wetu kwa muda wa siku 6, ikakupendeza utulete katika madhabahu yako kwa ajili ya kukuabudu na kukuhimidi, kwa sababu wewe Mungu unastahili. Baba, tumekuja tukiwa tumejeruhiwa, mwovu shetani ametukandamiza na kutuonea, nasi tunakuja kwako kama kimbilio letu, tunaomba utuponye. Tusamehe dhambi zetu na makosa yetu ambayo tumefanya kwa kujua na kutokujua, ili tunapokuja katika ibada yako ya siku ya leo utukubali na kutupokea kama watoto wako wapendwa. Baba wa mbinguni, huenda kuna watu wana magonjwa yanayosumbua miili yao, wana maumivu ya hapa na pale, lakini wameona waje katika hekalu hili kwa ajili ya kukuabudu. Kwa sababu ya nia yao njema, Bwana tunaomba ukawaponye. Baba wa mbinguni, watu wako watakutolea matoleo kama sehemu ya ibada, kabariki matoleo hayo pia na kutubariki kupitia hayo. Mtumishi wako ambaye umemwandaa kwa muda wa wiki nzima kutuhudumia atasimama. Mpatie neno lako katika kinywa chake, ili kusudi ukazungumze nasi kwa namna ya pekee, nasi tutakapotoka katika ibada ya leo tuwe tumeponywa, tuwe tumebarikiwa, lakini pia tuwe tumefahamu yaliyo maagizo yako ili tukaenende pamoja nayo. Bariki watoto wadogo, bariki watu wazima, bariki wazee wa kiume na wa kike, kwani tumeomba na kuamini kwamba utatenda kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Njoo mtukufu, uoshe moyo wangu, utakase nia yangu. Njooni jaze sasa Roho mtukufu. Njooni jaze sasa utakase nia yangu. Njooni jaze sasa. Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath. Karibuni katika ibada ya matoleo. Lakini kabla ya somo la sadaka, naomba niwaletee taarifa ya matoleo ya Sabato iliyopita ambayo ilikuwa ni tarehe 21 mwezi wa 6. Matoleo yetu yalikuwa ni kama ifuatavyo. Zaka ilitolewa shilingi 1,465,975. Sadaka ilitolewa 1,646,725. Gharama ya kambi ilipatikana 320,750. Shule ilitolewa shilingi 80,000. Rambirambi 290,000. Biblia ilipatikana shilingi 55,000. Adra ilipatikana 276,000.
mawasiliano 100,000. Idara ya mashemasi kwa ajili ya viti ilitolewa shilingi 17,000. Mchango wa shule kwa njia ya kadi ilipatikana shilingi 425,000. Shule ya Sabato 116,500. Jumla ya matoleo yote ikaleta shilingi milioni 4,792,950. Matumizi: mashemasi kwa ajili ya rambirambi ilitolewa milioni 1. Ofisi ya wazee shilingi 423,000. Mahitaji maalumu 20,000. Wahazini 50,000. Shule ya Sabato 425,000. Idara ya vijana 30,000. Ofisi ya karani 133,000. Jumla ya matumizi yote ilikuwa ni milioni 2 na shilingi 81,000. Baki iliyoenda kuwekwa benki ilikuwa ni milioni 2,711,950. Jicho la kanisa: waliotoa zaka tu walikuwa ni watu 13, zaka na sadaka watu 22, sadaka tu watu 54, michango mingine watu 45, zaka na sadaka sio kwa mpango watu 27. Jumla ya waliotoa walikuwa ni watu 161. Karibuni katika somo la sadaka. Lakini kabla ya somo hili nilikuwa napenda kuwakumbusha wainjilisti wetu wameomba tuendelee kusapoti ununuzi wa vitabu. Kuna vitabu vya kesha ambavyo ni bei yake ni 11,200. Unapotoa katika bahasha yako utaandika kesha na kuweka kiasi hicho. Bwana wabariki. Kichwa cha somo kinasema kutoa kunakounganishwa. Kinaongozwa kutoka kitabu cha Mwanzo 28:12. Akaota ndoto, na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Kutoa kunachukua nafasi muhimu sana maishani mwetu. Watu wanapeana zawadi, kitu fulani kikubwa kinachotokea ambacho si lazima kiwe kinachoonekana kwa macho. Kinajenga mnyororo kati ya wawili wanaohusika, kikiongezea ukaribu zaidi kila mmoja na mwenzake. Mungu alipomtoa mwanawe mpendwa kwa ajili ya dunia hii, kitu fulani kilitokea kati ya mbingu na dunia. Pengine unajua kisa cha Yakobo akikimbia kutokana na ghadhabu ya kaka yake, na jinsi alivyoota ndoto ya ngazi iliyonyooka kutoka mbinguni hadi duniani. Ngazi hii inamwakilisha Yesu. Ellen G. White aliandika kwenye Matendo ya Mitume, The Act of the Apostles, hivi: huyu mtu wa imani anaona ngazi ya njozi ya Yakobo, ikimwakilisha Kristo ambaye ameunganisha dunia na mbingu. Kwa kitendo cha Mungu kutupatia Yesu, alikuwa akiunganisha mbingu na dunia. Alikuwa akitunganisha sisi na yeye mwenyewe. Tunaweza kusema kwa usahihi kwamba zawadi inaunganisha watu. Hiki kitu kinachotokea tunapotoa sadaka zetu za ahadi, utoaji wa mpango, tunatengeneza muunganiko na Mungu. Zaidi ya hapo, tunatengeneza pia mtandao wa muunganiko wa watu wale wanaonufaika kutokana na sadaka zetu. Tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uishie juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa siku hii njema. Umetulinda katika siku 6 za kazi, hata hii Sabato takatifu umetukutanisha katika hema lako. Mungu, tunakuomba tunapoenda kutoa sadaka zetu, ukatubariki. Ukatuwezeshe kutoa sadaka ili tuweze kuunganika pamoja nawe. Tunaomba upokee matoleo yetu na mioyo yetu. Tumeomba hayo katika jina lako Yesu Kristo, amen. Kwaya karibu.
Jaumbwe jamurine Kutajikondele Sika ofisi shingua Omwanya wawa Omukama sika chilindila Achiane muwanga Echalo chino jigenda jitula Najinya kojone Ya kinguni Yaliko mazuri Acha kuringa harakisha Muda waisha Mkombozi wetu anatungojea Akatupe uzima Dunia hii yapita yaenda Nazo shida zake Chigende, chigende, ewasu, ewasu Wamaibara tamuje Wamurabasu chigende Wayarabasu muje wangwe Chide wasu murire Twendeni, twendeni, nyumbani, nyumbani Mama zetu, baba njoni Kaka zetu njoni twende Dada zetu njoni upesi Twende kwetu mbinguni Kali Yesu kuchifuina Chaga chikotere Amaninga gai kutika Chaga chiona Amaninga sujona kimbia Ngobura kabae Ya dunia hii yapita yaenda Nazo chakojone Namasi kifo cha Yesu Tulikuwa wachafu Kwa damu yake alomwaga Tulikuwa tunanuka Asa mwenzangu njoo unakimbia Usikia sauti yake Dunia hii yapita yaenda Nazo shida zake Chigende, chigende, ewasu, ewasu Kwa maibara tamuje Kwa murabasu chigende Bayalabasu muje mwangwe Chige wasu murire Twendeni, twendeni, nyumbani, nyumbani Mama zetu, baba njoni Kaka zetu njoni twende Dada zetu njoni upesi Twende kwetu mbinguni Chigende, chigende, ewasu, ewasu Kama ibara tamuje Wamulabasu chigende Wayalabasu muje mwangwe Chige wasu murire Twendeni, twendeni, nyumbani, nyumbani Baba zetu, mama njoni Kaka zetu njoni twende Dada zetu njoni upesi Twende kwetu mbinguni Wimbo namba 96. Tuimbe. Maria sasa Bwana tunatoa hatuna yaliyo yetu yote ni vipaji sisi
tumehudumiwa na mashemasi. Zefania Ezekieli yuko kule juu, naomba usimame. Rose Chuma na Ezekiel Simotine, simameni mwasalimia watu wa Mungu. Lakini pia tumehudumiwa na kwaya mabalozi, simameni mwapungie watu wa Mungu, mtatuhudumia tena. Praise team ambayo ilikuwa kiongozwa na Francis Bisanda, simameni tupungie mikono. Na somo la sadaka limeletwa kwetu na dada Genevieve Masatu. Amina. Mimi ambaye ni mwenyekiti naitwa Mzee Mgeta Daudi, lakini kwenye kinanda alikuwepo Elder Richard Makalindile, wapungia watu wa Mungu. Amina. Leo ambaye mbingu zimeruhusu watuhudumie ni Elder Kingwengweta, mwana wa Salome. Wangapi mnamkaribisha? Basi kabla ya ujumbe wake tunaomba kwaya mtuhudumie. Unilinda
hakika nitamtumikia milele daima. Aniwazia mema, unitendea mazuri, hakika nitamtumikia milele daima. Hakuna atendaye yote atendayo Mungu wetu, unilinda hata kunitunza milele, sifani zake. Hakuna atendaye yote atendayo Mungu wetu, unilinda hata kunitunza milele, sifani zake. Hakuna atendaye yote atendayo Mungu wetu, unilinda hata kunitunza milele, sifani zake. Hakuna atendaye yote atendayo Mungu wetu, unilinda hata kunitunza milele, sifani zake. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tupungiane mikono na tukutane hewani, tukutane kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Hapo sasa imekaa sawa. Na mshukuru mwenyekiti kwa sababu ya utambulisho tayari. Basi ibada ya leo itakuwa imechanganya mambo yafuatayo. Tutaimba, tutaomba, lakini pia nitakuwa na hubiri mseto. Mrengo mkubwa wa hubiri langu ni vitu vidogo vizuri vikifanywa mara nyingi vinajenga kitu kikubwa kuwa kizuri na bora. Na somo la leo linasema unaye rafiki bora, tuliza mpira, acha kubutua. Unaye rafiki, tuliza mpira, acha kubutua. Tuliza mpira, acha kubutua. Una rafiki bora sana, hauna haja ya kubutua. Una haja ya kubutua. Kwa hiyo tutapita hapo na tutaangalia rafiki bora ni nani. Na tutaangalia baadhi ya watu waliobutua. Na tutaangalia baadhi ya watu waliotuliza mpira vizuri wakautendea haki. Kabla ya kuomba na kusema mambo mengine kidogo, naomba niseme kuhusiana na hili neno lilotamka mpira. Mpira ni mchezo wa miguu. Kiukweli mpira unaweza kuchezwa kwa burudani na mambo mengine. Lakini kimsingi kabisa mpira kwa maana ya mashindano sio kitu kizuri. Na ndugu zangu wapendwa, ukweli huwa sio lazima upokelewe na watu wote. Lakini tu wewe unabaki kuwa ukweli. Mimi napenda mpira, nimekuwa nikicheza mpira na nimekuwa shabiki wa mpira. Na nikafanya uchunguzi mwingi kuhusiana na mpira.
hata mipira ya Wasabato kanisani ambayo tunacheza, mnaanza kama marafiki, lakini damu ikishachangamka tu, au kubali mtu apite mbele yako, lazima mkate mtama tu. Lazima tu. Kwa hiyo tayari tu shetani utaingia, utanikatalia kwa sababu unapenda sana mpira. Lakini nakwambia, ukianza tu kucheza mpira, mkiweka ushindani, magoli imefungwa goli la kwanza, la pili, la tatu, na wewe unataka kusawazisha, na yeye anakuzuia unataka kusawazisha, lazima itatokea changamoto. Tulipokuwa tunacheza mpira na yule kijana akachomeka tu kitu fulani mguu wake, clutch zinaitwa zile clutch. Akaniwekea clutch ile, nikavunjika mguu. Nilijua kabisa kwamba ilikuwa ni bahati mbaya, na nilimtafuta tu tuongee, lakini alikimbia na kutaka kuonana na mimi kabisa, akidhani labda mimi nimepokea vibaya, lakini nilipokea vizuri. Lakini nikatafakari na kuona tu kwamba na yeye alifanya bahati mbaya bila kukusudia, lakini ni emotion ambazo zinapatikana ndani ya mpira. Kwa hiyo najua watu wengi sana tunapenda mipira. Kama utapenda kucheza, cheza kwa burudani, sio kwa ushindani. Na msiingie kwenye mashindano ya mipira. Wanaume, Bwana Yesu asifiwe. Hapo wanaume hapo, najua wengine hapo ni wa kwanza, najua, lakini basi naomba nalo mlipokee. Basi tuombe, alafu niseme mambo mengine machache, alafu tuingia kwenye ubiri. Baba mwema wa mbinguni, asante kwa ajili ya leo. Neema yako inatosha, ninaomba unitumie kama chombo tu, kama bomba ambalo linapowekwa linasubiri tu DAWASA au DAWASCO au shirika lolote la maji litoe maji, ndipo lile bomba lipitishe maji. Nami nitumie hivyo hivyo kwa kadri mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amina. Ndugu zangu wapendwa, naomba nianze kuwakumbusha mambo machache. Leo nitakuwa nikiwakumbusha hapa, alafu tutapita kwenye aya. Naomba niwakumbushe mambo machache. Jambo la kwanza, naomba niwakumbushe yale malengo manne ya shule ya Sabato. Malengo manne ya shule ya Sabato ni ushirika, fellowship, kuna uinjilisti, kuna huduma kwa jamii na kukuza imani. Hasa kila Jumapili tumekuwa na hizo fellowship tunafanya. Naomba niwasisitize kuhudhuria, lakini naomba nizungumzie swala la fellowship na ushirika. Ni la muhimu sana, na linatengeneza umoja wa kikanisa, na linatengeneza uhusiano wa karibu. Na siku nyingine tutakuwa na semina, tutazungumza zaidi, lakini kwenda kusali kwenye ushirika sio kutembelea. Kutembelea ni kitu kingine. Au jioni, ninaomba mrudi tujifunze mambo hayo. Jioni tutakuwa na masomo mawili, hilo la malengo manne ya shule ya Sabato na zile sifa 4 za uwakili. Kwa hiyo naomba mrudi tupige story, tuongee vizuri. Mimbarani mara nyingi tunahubiri tu na kufanya ubiri na kufanya wito. Naomba jioni, kama mlivyo, kwa neema ya Mungu mrudi, na Mungu awajalie kurudi. Asanteni, nimepokea. Kwa hiyo naomba nisite kuhusu ushirika. Na niseme kwamba tunaposhiriki pamoja tunakuwa na uhusiano wa karibu sana. Naomba nitoe kisa kimetokea muda kadhaa wakati tukiwa kwenye uongozi wa uzee wa kanisa pamoja na wakina mzee Rukenga. Kisa hiki Joseph Method aliwahi kusema kwamba atakisema mwenyewe, lakini baada ya muda mfupi tu akawa ameenda Arusha. Na juzi kati hivi tuliwasiliana naye, akanambia nachelea sana kuja Segerea niseme hichi kisa. Na hivyo nikamwambia siku nikipata nafasi mimi nitasema kwa ajili yako, na wewe utakuja useme pia kadri utakavyokuwa umeongozwa na Roho Mtakatifu. Siku moja ilitokea, mzee yangu aliandika kwenye group la wazee, Joseph Method amekamatwa na yuko Kimanga. Tafadhali mtu aliyeko Kimanga aende. Baadaye Mr. Mweteta akanipigia simu mimi. Mimi nilikuwa Mikocheni. Akaniambia umeingia kwenye group la wazee, nikasema hapana. Akaniambia ingia. Nikachukua simu nikaingia, nikaona ile message ya mzee yangu. Nikazaa kinahitajika nini? Akaniambia rudi Kimanga. Nikarudi Kimanga. Kwa maneno tu machache nikarudi Kimanga pale. Bahati mbaya Joseph Method alikamatwa akawa amelazwa kwenye kituo cha sungusungu Kimanga, na alikuwa amesingiziwa kwamba ameiba simu. Kwa maneno machache nikafika pale, nikakutana naye, nikamuuliza, akanipa maelezo yote, nikampigia simu John James. Akanielekeza vitu vinavyotakiwa kufanyika kisheria. Nikafuatilia muda tu kidogo, ikaja defender kutoka Tabata ikamchukua akaenda defender. Mimi wakaenda pale polisi Tabata.
Muda kidogo Pastor Panga akanipigia, alikuwa Pastor Panga yupo. Nikaenda kuchukua barua ya udhamini, nikaenda paka pale kituo cha polisi. Kwa maneno machache nikamdhamini. Na baada ya hapo, kulingana na kesi ilivyokuwa, ikawa wataenda mahakamani. Akaenda mara 3, yule aliyekuwa mnamlalamikia, kwa sababu tu alikuwa amemsingizia na kulikuwa na scenario nyingi hapo ndefu. Baadaye akaacha kuja na ile kesi ikawa imeondolewa. Pointi za msingi za kusema hicho kisa ni vitu viwili. Cha kwanza, kulikuwa na ushirikiano wa hali ya juu sana waliokuwa wameufanya elders wakati huo na mawasiliano ya kutosha. Mpaka pale kituo cha polisi tulienda mimi na Pastor Panga. Na kwa kweli waliona uzito sana, maana tulimuona mkuu wa kituo na akaturuhusu haraka sana kufanya dhamana na kumtoa. Kwa hiyo nilikuwa nataka kuzungumzia swala la ushirika kwa pamoja, jinsi ambavyo linakuwa na nguvu. Lakini jambo la pili ambalo nataka kuzungumzia katika sehemu hiyo, sisi watu wa Mungu tuna authority, tuna mamlaka ambayo tunapaswa kuitumia. Tulipofika pale kituo cha polisi, baada ya kuprocess vitu vyote, na mtu mmoja akatuambia, sasa mnafanyaje na tuachachaje? Naambia tu Pastor Banga, usijali kabisa, kitu cha kuambia sisi wa Kristo haturuhusi kufanya hicho ambacho mtu wa Mungu anataka, na tunaomba tukuombee. Na habari njema ni kwamba alikubali, tukaingia kwenye chumba pale kituoni, tukaomba na tukamwombea. Na tukamwambia usiwe unawauliza watu wanakuachachaje, maana hii ni huduma kwa jamii. Kwa hiyo nataka kusema kwamba mamlaka pia tulionayo tusiache kuifanyia kazi, kwa sababu tumepewa ili tuitumie. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikomee hapo na ni bold kuhusu malengo 4 ya shule ya Sabato, na nisisitize kwamba ushirika, huduma kwa jamii, uinjilisti pamoja na kukuza imani viendelee kufanyika. Na sasa ninaomba nijielekeze kwenye malengo 4 ya uwakili. Lakini kabla ya hayo, ninaomba kwaya vijana wa mabalozi mlioimba njoni mbele haraka. Nataka tu niwaombee, lakini siwe maneno machache kwenu. Fanyeni haraka. Mnajua maana ya haraka? Unajua uzuri wa kupita kwenye idara ya vijana, wanakuchangamsha pia kuwa haraka kidogo. Nyinyi mnaenda slow, yani kama sio vijana tena. Yani vijana wanatakiwa waende haraka. Bwana Yesu asifiwe. Washiriki, Bwana Yesu asifiwe. Hii kwaya inaimba vizuri, na Mungu aibariki. Sasa mimi nataka niwaombe, lakini baada ya kuwaombea kuna maneno machache nitasema. Tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa sababu wanatumia karama zao. Neema yako inatosha, zizidishe karama zao zaidi kwa utukufu wa jina la Bwana. Ili kusudi wanapokutumikia msalaba na msalaba pekee upate kuonekana. Kwa jina la Yesu Kristo, amina. Asante. Sasa vijana wengine ambao wamekaa huko na mnalika hii, na waalika kwa jina la Yesu Kristo mjiunge nao, muimbe nanyi mtukuze Mungu wa mbinguni. Haya, nendeni mkakae. Sasa na ujumbe kwenu, naomba nisitumie mic, ni useme kwa kifupi sana. Nimeshasema mara kadhaa, lakini naomba tu ruhusa niseme. Inaweza kuwa sio sawa sana na sio sahihi sana, lakini naomba tu niseme. Mwalimu Magai, natoa mic mdomoni. Mungu awabariki. Pokeeni tu, ni jema wala halina shida. Sasa kwa vijana wakubwa naomba mje mbele.
Okoeni muda. Kwa vijana wakubwa mlioimba njooni mbele, okoeni muda. Mungu awabariki. Fanyeni haraka haraka. Natembeaje kama bosi, una hela nyingi sana? Fanya haraka kidogo. Mungu awabariki sana. 22 na kuendelea wanahusika sana na hawa AY na vitu vingine. Na nimshukuru Mwalimu France kwa sababu amekuwa baraka sana. Mungu ambariki. Naomba vijana wa miaka 22 mpaka 36 njoni mbele pia tuombe pamoja. Fanyeni haraka. Time is money. Fanyeni haraka. Yaani umri wako unaujua. Wiki iliyopita tuliambiwa hata ukificha umri haikusaidii chochote. Yani haisaidii chochote. Yaani ukificha umri unakaa zako huko wakati ni umri wako, haikusaidii chochote. Na hiyo ni hasara yako wewe mwenyewe tu. Yaani sio hasara hata ya mtu mwingine. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Vijana sharp kama nyinyi ndio mnatakiwa. Mungu awabariki sana kwa kweli. Washiriki mnasemaje kwa ajili ya vijana hawa? Kanisa lina vijana wengi sana. Mungu awabariki. Mpiga kinanda wasindikize kwa ala. Hawa ni watakatifu wa Bwana. Watakatifu wa Bwana wanasindikizwa kwa ala ya mziki. Mungu awabariki sana. Sasa nyinyi na maneno machache ya kusema mbele yenu, alafu nitaomba ndipo mnapoenda. Na kwa kweli Mungu anisaidie kuwa na hekima, lakini niseme ukweli wote bila kuubakiza hata kidogo. Kwa kweli kanisa lina vijana wengi sana. Na hapa nimetoa 22 mpaka 36 tu. Ningesema mpaka 40 hapo watu wakubwa wangebaki wachache sana. Na hata takwimu zinaonesha hivi. Naomba niseme maneno machache sana mbele yenu. Na niseme ya ubiri yangu. Kila kijana uliyesimama hapa, Mungu amekuita kutumia karama na talanta ulionayo kwa kiwango cha juu sana kwa utukufu wa jina la Bwana. Kwa hiyo nendeni mfanyie kazi huu ujumbe. Na unaweza kuwa ndio ujumbe pekee uliokuleta kanisani leo ukirudi Sinzia. Nendeni mchokoze na kuchokonoa kalama zilizomo ndani yenu na kuzijua na kuzifanyia kazi kwa utukufu wa jina la Bwana kwa hali ya juu sana. By the way, dunia tunapita. Na nyie mnajua ndugu zetu wapendwa tunaagana nao, wengine wakiwa vijana wadogo, wengine wakubwa. Kwa nini unakaa na makalama yako mengi mpaka hata ufe haijulikani hata ulikuwa na kalama gani? Na kila mtu kaweka na kila mtu amepewa kalama na Mungu. Kabla hajafa anapaswa kuitumia kabisa. Mathayo 25 mstari wa 14 na kuendelea, wale watu watatu. Mwingine 1, mwingine 2, mwingine 5. Kila mtu kapewa, hakuna mtu ambaye hana kalama. Yule aliyechimbia ni mfano wa watu ambao wataka kutumia kalama zao. Kwa hiyo nawaagiza kwa jina la Yesu Kristo, tafuteni sana kujua una kalama gani na itumie kwa utukufu wa jina la Bwana. Jambo la pili, ikiwezekana jiungeni na kwaya hii ya vijana. Muisupport iwe kubwa. Kwaya unajua yoyote, sio tu hata ya kanisa nitasema. Kwaya yote inapaswa kuwa kubwa, yenye mvuto, nzuri. Watu wanapokuwa wengi kunakuwa na vibe. Yaani vibe la watu wengi ni vibe ni tofauti. Mungu awabariki. Naomba niwaombee. Asante Baba mwema wa mbinguni kwa sababu wewe kwa kila jambo una makusudi chini ya jua. Na umeweka vijana na kila mtu ili kusudi kulikuza na kulitukuza jina lako. Neema yako yatosha. Wengine hapo wanatafuta kazi, wasaidie kupata kazi. Wengine wanasoma, wasaidie kufanya vizuri. Wengine wanafanya biashara, ujasiriamali, wasaidie kupata pesa nyingi katika ujasiriamali. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yao. Amen. Mungu awabariki. Nendeni mkakae. Wasindikize na ala watakatifu wa Bwana. Asante sana church elder, na saidia pia kupiga kinanda. Asante sana. Sasa wakati mnarudi, asante elder kusaidia na kinanda. Kwa wakati mnarudi, Francis Bisanda, naomba uje faster, chap kwa haraka. Ana Misaka, naomba uje chap kwa haraka.
Nimewaita Francis Bisanda na Ana Misaka. Francis Bisanda ni kiongozi wa vijana wakubwa kanisani na Ana ni katibu wa vijana kanisani. Ninaomba niseme hili. Jonas James rafiki yetu mpendwa, na tumekuwa naye na alikuwa sehemu kubwa sana katika idara ya vijana na kanisa. Na Lilian Nyamasagara pia amekuwa kijana mwenzetu na amekuwa na baraka kubwa sana. Kuna mengi ya kusema kulingana na wao, lakini kwa maneno machache wana shughuli yao, na kwa kweli kuna utamaduni tuliuanzisha kwa vijana. Ninaomba vijana wote mliopita hapa mbele, huwa tunatoa zawadi watu wanapokuwa wanafunga ndoa. Tarehe 2 Lili atafanywa sherehe ya ile wanaita send off ya kumsend, na tarehe ngapi za huko mbele sijajua watafunga ndoa. Kwa hiyo watu tunatengeneza zawadi. Ninaomba hawa viongozi wasiwafatefate kuambia hiyo hela ya mchango wa zawadi. Watu tunategemea ifike 150,000, 200,000. Naomba mwenye 1,000, mwenye 2,000 njoo tu. Atakuandika jina, ataratibu vizuri na mchango utawakilishwa. Mungu awabariki. Okay. Wakili una mambo manne, sitayazungumzia yote, lakini mchana tunaweza tukashauriana. Jambo la kwanza kwenye uwakili ni muda. Wakristo mliokuja naomba ni wakumbushi. Kwa mujibu wa kanisa la Waadventista wa Sabato duniani, unapaswa kanisani, mshiriki wa kawaida, kanisani unapaswa saa 3 kamili uwe umefika. Na saa 3 kamili kipindi cha kujifunza nyimbo kinaanza mpaka saa 3:15. Ndipo shule ya Sabato sehemu ya hivi wani ya ngapi? Ya pili ya kwanza? Naam? Ya pili. Haya, iwe ya kwanza iwe ya pili, inaanza saa 3:15 mpaka saa 3:45. Alafu inaenda tena ya lesson. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, ninaomba niwakumbushe. Ninaomba Bwana anisaidie kutumia lugha yenye hekima isiwakwaze. Lakini tunapaswa saa 3 kamili kuwa kanisa limejaa. Na kwa kweli siku hizi tumekuwa tunachelewa. Ukifika wale ambao tunawahi darasa walimu wao tunawahi saa 2 kamili. Lakini mnapoteremka hapa saa 3 kwanza shule ya Sabato watu ni wachache sana. Mpaka saa 4, saa 4:45. Na watu wengine wanakuja saa 4, saa 5 wanasubiri mahubiri. Watu wa Mungu, leo mimi nataka tu niwakumbushe. Na sitakuwa na mahubiri marefu sana. Nataka tu vipande vichache. Nataka niwakumbushe watu wa Mungu. Bwana anataka tuwe waaminifu kwenye muda pia. Uwakili ni pamoja na muda. Na wagusia kidogo kutana na wakili. Muda. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu kila mtu afikirie amechelewa sana saa 3:15, kipindi cha kujifunza nyimbo kitakuwa kimempita. Lakini 3 kamili kila mtu anapaswa kuwa hapa. Sehemu nyingine ya Mkristo mwaminifu anayepaswa sio tu atukazii tu zaka na sadaka, ila anapaswa kutoa kadri anavyobarikiwa. Loz Sanga Zena, naomba uje. Yule mtoto wa Millicent Gogo sio anaitwa nani? Kama upo naomba uje. Yule mtoto wa kike wa Millicent Gogo, naomba mje. Fanyeni haraka sasa, vijana ambao wanatembea polepole ni kama wazee. Naona yupo yule binti. Asante, Mungu awabariki. Haya, pigeni magoti niwaombee. Naomba niwaombee hawa mabinti. Hawa mabinti wamekuwa baraka sana. Hawa mabinti wamekuwa baraka kwa kweli kwenye matoleo. Mimi ni kiongozi wa uwakili mwaka huu. Na naona karibu majina ya watu wote. Kwa hiyo hawa mabinti wamekuwa baraka. Tena ni wanafunzi. Na yule binti wa Mama Igogo na binti wa Genovive na Masatu. Unawaona na unashangaa monthly mara 2, mara 1 lazima waapie. Nikasema mbona wani wanafunzi? Mbona wanatoa? Na ndugu zangu wapendwa samani, kuna watu nimeshindwa kuwatembelea, kwa hiyo nawapigia simu nawaambia. 4 months sijamuona, baadhi ya watu kwa nikapigia simu, "Haro, habari safi rafiki, miezi 4 sijakuona, njoo upige magoti hapa tuombe pamoja." Na wengi wakasema ni kweli, na basi tuombeane na nitayafanyia kazi. Tufanyie kazi mambo hayo. Lakini waombe watu wa Mungu, Mungu anatukumbusha kadri tunavyobarikiwa tunapaswa kurudisha zaka na sadaka. Tuombe. Baba wa mbinguni,
Kila jambo lina makusudi yake chini ya jua. Mabinti hawa nimewatoa tu kama vielelezo. Kweli imekuwa baraka sana. Na kila unapoona wametoa. Tena wengine wanatoa zaka na sadaka kwa mpango. Neema yako na itoshe, maana hakuna neno lililo bora zaidi ya kukujua wewe. Na tukikujua wewe, tutakuwa na matokeo mazuri katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu wanasoma Baba wa mbinguni, kwa sababu wanasoma Baba wa mbinguni, ninakusii hata kama darasani wana akili na wanafanya vizuri, naomba kwa ahadi ya neno lako wafanye vizuri zaidi kwa utukufu wa jina lako. Neema yako yatosha katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu awainue katika viwango vya juu zaidi, maana ni ahadi za neno lake. Niwakumbushe na washiriki wengine, ninaomba niwakumbushe tutoe zaka na sadaka kwa mpango na michango mingine mbalimbali. Nagusia kidogo kwenye makambi alafu naingia kwenye ubiri langu. Wakristo, matukio mengi yako mbele yetu. Tunashukuru sababu ya nyumba ya mchungaji, tunashukuru kanisa la Mikangaura, mambo ya Segerea yako juu, lakini ni waombe watu wa Mungu, kama unaweza toa fedha ya makambi mapema, tuje tuenjoy kwenye makambi, tufurahie. Yaani ukimpa mtu kazi ya kupigia simu majina 20, kwa kweli anakuwa na kasa, na wakati mwingine watu wako busy na wenyewe wapokei mpaka uwarudie na kadhalika. Naomba nisiseme sana, lakini kila mtu kwa kadri ya baraka za Mungu alizompa, kadri ambavyo anaweza, na amtolee Bwana kwa moyo uliochangamka, kusudi jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi twende kwenye Biblia na twende kwenye somo la leo kwa haraka sana. Ninaomba tufungue wote kwa pamoja Hesabu sura ya 21 na mstari wa 8. Ninaomba tufungue. Ningepata mtu wa kunisomea ningefurahi, lakini basi kama nisipopata itakuwa vizuri. Lakini naomba tufungue kwa pamoja. Naomba Elda unaweza Okay, asante. Hesabu 21 aya ya 8 na 9. Hesabu 21:8 na 9, neno la Bwana linasema, naam. Bwana akamwambia Musa, naam, jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti. Sawa. Na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Ndio. 9. Ndio. Musa akafanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Asante. Kwa hiyo tunaona story hapo ambayo Mungu anamwambia Musa kufanya. Inakadiriwa duniani kote kuna nyoka zaidi ya 600 wenye sumu kali, zaidi ya aina tofauti tofauti ya nyoka 600 wenye sumu kali duniani kote. Na hawa nyoka wenye sumu kali ni wale ambao akikuuma tu maisha yako hatarini sana. Nyoka ambaye hapa Tanzania na Afrika tunamuogopa zaidi kwamba ana sumu kali ni cobra na black mamba na green mamba, ambao kwa lugha za kiasili tunawaita koboko. Mungu alipopunguza ulinzi kwa wana wa Israeli, nyoka wengi wakaanza kuang'ata watu. Na watu wakang'atwa na nyoka mpaka wakatambua tumeasi. Ukisoma Biblia vizuri na kitabu cha wazee na manabii, wanasema wazee na watu wengine wakamkimbilia Musa, wakamwambia Musa, tumeasi na tumemkosea Mungu, tuombee kwa Mungu tupate kupona. Basi Mungu ndipo akamueleza Musa atengeneze nyoka wa nini? Nyoka wa nini? Nyoka wa shaba. Ndio ile fungu ambalo tumelisoma. Musa akatengeneza nyoka wa shaba, akamuinua juu. Sasa sikiliza. Akamwambia tusikilizeni, yoyote atakayeng'atwa na nyoka anatakiwa kufanya jambo moja tu, ni kutazama juu kwenye nyoka wa shaba. Anapata kufanya nini? Kupona. Jambo dogo tu. Na kwa kweli nyoka wakang'ata watu wakafa.
watu wenye imani, na hili ndio nataka utoke nalo, watu wenye imani wakaelewa. Na sumu inaanza kuwaka. Wanatazama juu mahali alipokuwa nyoka wa shaba, na anapona kabisa. Sumu inaisha mwilini na anaendelea na maisha ya kawaida, wapate kupona. Lakini watu complicated, wenye maswali mengi, wanauliza kuna uhusiano gani? Yaani mimi kung'atwa na nyoka na kuangalia juu, kuna uhusiano gani? Kwa hiyo nyoka akimng'ata, yeye anaendelea kutembea na anakufa. Na kwa kweli watu wengi walikufa. Na ukisoma hichi kisa unaweza kuona kama watu ni wajinga sana, kwamba hivi hawa waliambiwa watu waking'ata na nyoka waangalie juu wapone. Hivi wanaachaje kuangalia juu ili wapone? Na unaweza ukasema, ningekuwa mimi kwa kweli kimwemweta ingekuwa rahisi, ningeng'atwa na nyoka mara moja, ningeangalia juu ili nipone. Ndugu yangu mpendwa, sikiliza uone muunganiko ulioko hapo. Twende Elda Yohana 3:14 na 15, tunafanya muunganiko alafu tunaenda karibia na mwisho. Twende Yohana 3:14 na 15. Neno la Bwana linasema, karibu. Na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Naam. Ili kila mtu aminie awe na uzima wa milele katika yeye. Hivyo hivyo, kama mfano huo, kama jinsi Musa alivyomwinua nyoka wapi? Jangwani. Vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Na kila anayemwangalia mwana wa Adamu atapata uzima wa nini? Wa milele. Ndugu zangu wapendwa, ngoja nikwambie. Maswala yote unayoyaona tunayofanya yasiyo sahihi ni kwa sababu ya jambo moja tu, upungufu wa imani. Basi, moja tu. Ni upungufu wa imani kuona kwamba zaka, pato nililolipata nikitoa zaka, hela inapungua sana. Umepungukiwa imani tu. Yaani ni sawa na yule aliyong'atwa na nyoka, akaona tu nikiangalia juu mimi napona ponaje. Ndio maana tunatumia zaka. Ni upungufu tu wa imani. Ukitoa mchango unaona kama hizi hela zitapungua sana, ndio maana unaacha kutoa mchango. Ni upungufu tu wa imani. Na mimi mchana wa leo ninalo ombi moja: Bwana tuongezee imani. Bwana tuongezee imani. Na inawezekana. Na hapa najua niko live, lakini ngoja niseme, kakaangu aliniambia alipokuwa anamchumbia rafiki na msichana, alafu ndio unamchumbia, akaniambia, bwana mdogo wangu nisamee, naomba unisaidie hivi, ila nitakwambia. Nikamwambia hebu niambie. Akaniambia, bwana sikiliza, yaani na mimi sio kama natoa zaka sana, ila samani tunatoa tu mfano jamani, samani tusisema labda kama natoa zaka sana, hata sitoi sana na mimi, Mungu tu anisaidie. Akaniambia, naona bahasha, yaani wewe naona unatoa kama zaka na sadaka hivi constant, unawezaje? Lakini akaniambia jambo lingine, mimi yule rafiki yangu yule ambaye ndio mchumba wangu, kwa kweli akiniambia nitumie hela naweza, na ninamtumia tena nyingi kabisa. Mbona kutoa zaka nashindwa? My brother, na hapa najua niko live na anaweza kuangalia. Ananiambia, nikamwambia tatizo ni moja tu. Tatizo ni moja tu kakaangu mpendo. Imani. Hauamini sana kwa Mungu kwamba nikipata mapato haya, nikiyatoa kiasi kikubwa kwa Bwana, Bwana ananipa tena. Lakini by the way, hayo yote unayopata na hata huyo binti unayempa sio yako, ni ya Bwana. Kwa hiyo ulitakiwa urudishe kwa Bwana kwanza. Na hii ni hesabu ngumu, sio rahisi. Ni mpaka tupige magoti tuombe, na Bwana atuwezeshe kufanya hivyo kwa utukufu wa jina la Bwana. Sio hesabu rahisi sana, naijua.
Na ndio maana ndio kuweka hoja ya zaka. Watu watakuleta tu maswali mengi. Karibuni jioni. Kuna watu wanaweza kuhusu zaka ya pili, sio ya tatu, ya ngapi. Karibuni jioni. Changamoto ni kwamba tu jioni pia unaweza kuwa watu wachache, lakini ni waombe kwa neema ya Mungu. Na Elda wiki iliyopita alisema, jamani, njooni kanisani. Maana hata rais wa Marekani ametangaza, linaanza kama wazo na anaanzaga hivyo hivyo. Tunataka tupunguze siku za kazi, baadaye utasikia tangazo. Siku za kazi ni 6, siku ya ibada peke yake ni Jumapili. Anaanzaga hivyo hivyo. Kabla ya kuvamiwa Jerusalem mwaka 70 AD, mwaka 66 Jemedari Titus alikuja akazunguka na majeshi yake na Jerusalem, na watu wote wakaona amekaa na mitutu na maskari yake na mitutu kaka, lakini hawakupiga, wakakaa na mitutu. Watu wote wakawa attention pale Jerusalem. Waliosoma unabii vizuri wakajua ni muda wa matayarisho. Kauli fulani zinapokuja sio kuatisha kwa matukio watu, hapana. Nataka tumwamini Yesu na Yesu peke yake, lakini kuna vitu vinakuja kama dalili. Linaanza kama wazo, tupunguze siku za kazi. Baadaye inaonekana kama wazo bora hivi, baadaye linashikwa. Siku za kazi inakuwa 6, siku ya ibada inakuwa peke yake Jumapili. Na inaonekana kama nzuri hivi. Na ambao tutakuwa tunamtetea Bwana ndio tutakuja kuonekana waasi. Nimebakiza issue ya wito tu. Mungu atafsiri vizuri haya niliyoyasema yafanyike kwa utukufu wa jina la Bwana. Hapa tutaimba, tutaomba, tupige wito. Mungu tu atafsirie. Segerea, nilikuwa naongea na Pastor Rusega, mkurugenzi wa uwakili conference. Akaniambia, Segerea, ilikuwa Magomeni baada ya kukatwa, lakini wakati fulani tukadrop. Juzi amenipa habari njema, anasema Segerea mmeanza kurudi pale kwenye ugiant wenu. Mungu awabariki sana. Na mimi niwaletee taarifa hii ya kwamba tuendelee kumtukuza Bwana kwa utukufu wa jina lake. Makambi haya kila mtu afanye jambo kwa utukufu wa Bwana. Fanya jambo. Hata kama Mungu amekupa 10,000 toa hiyo, amekupa 5 toa hiyo, amekupa 2 toa hiyo, amekupa 100,000 toa hiyo, amekupa milioni 10 toa kwa utukufu wa jina la Bwana. Usikokotwe sana. By the way, niwaambie ukweli, na Mungu anisaidie katika hii, nisionekane na wafokea, wala sionekane na wagombeza, wala sionekane na wafanya kama nyinyi watoto. Najua kuna watu na umri mkubwa kuliko mimi, najua kuna wazazi wangu na walezi wangu, najua kuna watu wanajua zaidi mambo ya kiroho kuliko mimi na kadhalika. Lakini niwaambie Bwana, ukweli kabisa kutoka mbinguni, viongozi hawachaguliwi iwe kazi yao kuwapigia watu watoe simu. Nimesemaje? Safi. Haya, viongozi hawachaguliwi ili kazi yao iwe kuwapigia simu watu watoe fedha. Badala yake ni hivi, nisikilize. Badala yake ni hivi, viongozi wanachaguliwa ili wawaelimishe watu namna ya kutoa fedha na wawahubiri watu namna ya kuwa waaminifu. Kisha watu wenyewe watoe fedha nyingi zijae katika gara ya Bwana. Halafu iwe hivi, makambi tunahitaji nini? Makambi tunahitaji carton 100. Gara ya Bwana inasemaje? Gara ya Bwana ina fedha. Muazini tupatie milioni 10. Hapa tunapiga maji ya kunywa. Bwana Yesu asifiwe. Una rafiki bora sana, naye ni Yesu Kristo. Alikufa msalabani kwa ajili yako. Amefanya yote kwa ajili yako. Amekupa pesa wewe, amekupa karama wewe. Tuliza mpira, acha kubutua. Fanya mambo yanayomtukuza Mungu. Hata ukipumzika, isemwe kwa hakika, heri wafu wafao katika Bwana. Come on. You are going to die. Na hata watu wakiangalia hivi ulifanya nini, wanatengeneza tu CV tu za kusifia tu pale hivi.
Kwa sababu tunasifia sana marehemu. Na huu ndio ukweli. Na mimi niliwaambia watu, mimi nitawasifia sana watu wakiwa wanafanya vizuri wakiwa hai. Mtu akifa anakaa kimya. Hata babangu mzazi alipokufa, nilikaa kimya. Mdogo wangu alikufa, nikakaa kimya. Lakini ukiwa hai unafanya vizuri nitasema. Mzee Mgeto unafanya vizuri, jina la Bwana libarikiwe, na unatukuza msalaba, Mungu akubariki. Fanyeni mambo yanayotukuza msalaba sana tukiwa hai. Kwa maneno machache naomba tu nikomee hapa. Najua kuna watu wengine wanatufuatia kwenye YouTube. Sasa naomba tuingie kwenye maombi. Naomba niombe na watu wachache ambao wataona roho wa Bwana na wagusa, tuombe. Wiki iliyopita tulienda kuomba na Ntengenjwa, sijui Ntenge, jina linanisumbua kutaja, jamani mtanisamee. Ntenge kuna mtu fulani hivi anaumwa. Na baada tu ya maombi nimekuwa sipati simu yake, sijui anaendeleaje, lakini naamini Mungu atakayefanya jambo kubwa sana. Huwa sina wasiwasi na Bwana, na Mungu amejibu maombi mengi na anajibu sana. Kwa hiyo naomba niombe na watu wachache ambao watapenda kuomba pamoja, na Mungu ni mwaminifu. Naomba kama unaumwa, una mgonjwa, kwa niaba yake njoo mbele tuombe, na sitaita muda mrefu, kwa tu muda mchache. Kama unahitaji, kuna dhambi na kusumbua, unataka tuombe pamoja, njoo tuombe. Unahitaji ambalo Bwana anakuambia, una mgonjwa wako hapati usingizi, njoo tuombe. Na sitachukua muda mrefu sana. Baada ya hapo tu mimi nitaomba. Mimi nazimaga waliojitoa ndio Bwana alikuwa amekubali. Unahitaji kazi, unahitaji watoto wako wawe vizuri, wawe mfano bora, wanakusumbua. Bwana ni mwaminifu, njoo tuombe. Haya ni maombi ya pamoja. Mungu ni mwaminifu. Unahitaji watoto wako wawe na akili shuleni zaidi, maana wafanyi vizuri, njoo tuombe, na Mungu ni mwaminifu. Njoo tuombe watakatifu wa Bwana, na tunaomba tukimwamini Mungu wa mbinguni, kisha tuondoke kwa amani na furaha tukijiandaa kuja baadaye. Mungu awabariki, Mungu awabariki, Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Asante, vita ni ya Bwana, na Bwana mwenyewe ndiye atajibu maombi yenu, si mimi. Si mimi. Bwana mwenyewe atajibu maombi yenu. Mungu awabariki sana. Saheria sala tu mafiki mani kwamba yumlizi waliochoka sana watapata raha. Sara iliyo heri waliochoka sana watapata raha. Asanteni, Mungu awabariki. Wale ambao afya inaruhusu, naomba tupige magoti tuombe. Kama ale afya iruhusu, tafadhali simama au keti tu. Mungu sio yule ambaye hawezi kusikia eti mpaka tu wewe upige magoti. Kama afya iruhusu, simama au kaa tu. Wale ambao afya inaruhusu, tupige magoti tuombe. Mungu wetu na Baba yetu unayeketi mahali palipoinuka sana juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Baba, Sabato ni siku ya kufunguliwa. Sabato ni siku ya kuenjoy. Sabato ni siku ya furaha. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunaomba msamaha tena wa dhambi, makosa na hatia. Kama iko dhambi yoyote inaweza kuzuia maombi yetu yasifike kwako, Baba, damu ya Yesu Kristo ilifanya kila kitu. Rafiki yetu bora kabisa alifanyia mambo yote. Tunaomba utusamee na ututakase na kutukubali kabisa. Baba wa milele, wewe unapenda watu wanaokuamini.
Baba, tulipungukiwa imani mahali fulani, lakini sasa tunakuja kwako kwa imani kabisa. Baba, katikati yetu ikiwa kuna mtu alikuwa na ugonjwa unaomsumbua sana sana na sana, wewe uliponya, tunazidi kukuamini kabisa. Tunaomba umponye kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hata kama ni kensa, hata kama ni ukimwi, hata kama ni sukari, hata kama ni kongosho, hata mpatie afya tena. Ili kusudi nini basi? Ili kusudi au tukuze msalaba na utukuze ufalme wako. Neema yako atosha. Najua ukimponya mtu fulani mahali fulani pale alipiga magoti, mahali fulani pale aliyeketi, mahali fulani alisimama, Baba, muda uliobaki atatumia kalama na talanta zake kwa ajili ya kuinua msalaba wako. Neema yako yatosha, fanya hivyo. Lakini kuna watu wanahitaji kuoa na kuolewa. Mungu, neema yako yatosha. Hatutakata tamaa, tunazidi kuja kwako. Wapatie wenzi bora kabisa katika maisha wako. Wafanya biashara, Mungu, wafanya biashara katika kanisa hili wengi, Tukaliako na sehemu zingine. Mungu, bariki maduka yao, zidisha kwa utukufu wa jina lako, wapatie maradufu. Lakini Mungu, tunakukumbusha kwa njia ya Roho Mtakatifu, uwakumbushe kutoa zaka, sadaka, michango, kutegemeza wachungaji, wainjilisti, wajane, wagane na watu wengine kwa kadri Roho Mtakatifu atakavyowaambia. Neema yako yatosha. Watu wengine wanasoma. Naomba Mungu wapatie akili za darasani ili kusudi wapate mafanikio makubwa, baadaye wapate kazi, wakutukuze wewe. Neema yako yatosha. Yako mambo mengine tumesahau kuomba, na kwa sababu wewe unajali, tupatie katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Tunashangilia na kusema amina. Mungu atubariki. Asante, Mungu atubariki. Niwasihi tena sana kwa neema zake Mungu kwamba turudi mchana. Na katikati yetu ikiwa kuna mtu anapenda kubatizwa, basi tafadhali naomba tuonane kwa hapo kwenye chumba cha huduma, au panda pale ofisi ya wazee na utapata ubatizo wako. Mungu atubariki. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amina. Utakuwa ni wimbo wa kutoka, lakini karibuni mchana. Karibuni mchana, tutakuwa na vipindi vizuri. Tutakuwa na uimbaji saa 8, saa 9 pale mhudumu wetu atasimama tena kwa ajili ya masomo. Karibuni.
Mshukuruni Bwana kwani ni mwema, ametupa afya ni wazima, tumshukuru. Si kwa nguvu zetu tunaishi, bali kwa neema zake. Atulisha, atuvika, kweli ni mwema. Mshukuruni Bwana kwa mambo yote, mshukuruni Bwana kwani ni mwema, ametupa afya ni wazima, tumshukuru. Si kwa nguvu zetu tunaishi, bali kwa rehema zake. Atulisha, atuvika, kweli ni mwema. Neema yako inatosha, nikurudi na kusifu. Muda mwingine naanguka, Bwana wangu waninua. Nitakuhimidi milele, pendo lako ni la ajabu. Neema yako inatosha, nikurudi na kusifu. Muda mwingine naanguka, Bwana wangu waninua. Nitakuhimidi milele, pendo lako ni la ajabu. Bwana ulikonitoa, kwenye mabonde na kwenye milima, hadi hapa Bwana nilipo na kushukuru. Viganjani mwako umenibeba na hujanitoa. Nitaimba sifa zako, kweli umwema. Nimbani Bwana ulikonitoa, kwenye mabonde na kwenye milima, hadi hapa Bwana nilipo na kushukuru. Viganjani mwako umenibeba na hujanitoa. Nitaimba sifa zako, kweli umwema. Neema yako inatosha, nikurudi na kusifu. Muda mwingine naanguka, Bwana wangu waninua. Nitakuhimidi milele, pendo lako ni la ajabu. Neema yako inatosha, nikurudi na kusifu. Muda mwingine naanguka, Bwana wangu waninua. Nitakuhimidi milele, pendo lako ni la ajabu. Neema yako inatosha, nikurudi na kusifu. Muda mwingine naanguka, Bwana wangu waninua. Nitakuhimidi milele, pendo lako ni la ajabu. Neema yako inatosha, nikurudi na kusifu. Muda mwingine naanguka, Bwana wangu waninua. Nitakuhimidi milele, pendo lako ni la ajabu.